Hakuna serikali ambayo inaingia madarakani isiangalie ustawi wa wananchi, ingawa zipo serikali ambazo hazijali ustawi wa wananchi. Lakini sisi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumekuwa na bahati ya kuchagua serikali, na viongozi wanaoingia madarakani na kuunda serikali hizo wamekuwa wakija kutatua changamoto za wananchi. Moja ya kielelezo cha wazi na cha ushuhuda unaoonekana katika eneo letu hili la hapa, eneo letu la nini hapa Makambini, tunaona kielelezo cha jengo kubwa zuri lenye thamani ya shilingi bilioni 1.1 zinatokana na makusanyo ya fedha za wananchi kwenye kodi. Leo tunapata gorofa, watoto wetu wakasome gorofani. Pigie makofi. Makofi mengine kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Makofi mengine kwa viongozi wetu, mkuu wa mkoa, madiwani, wahandisi wetu na mheshimiwa mbunge. Makofi kwake. Haiwezi na tuwezi tukapata kitu kama hiki kama hatuna ushirikiano. Ushirikiano wetu, umoja wetu na mshikamano wetu ndio msingi mkuu na siri ya maendeleo ambayo tunaweza kuyapata. Rais wetu ana upendo wa ajabu. Hebu jifikirie, tulikuwa tunahangaika hela ya ada. Uongo kweli? Uongo kweli? Usomeshe, uzae mtoto, uanze kusomesha. Ilikuwa inafika sehemu anasema naishia watoto wawili kwa sababu ya gharama za nini? Za kuwasomesha. Uongo kweli? Lakini sasa hivi anakuambia wewe mtoto zaa, kazi ya kusomesha mpe Mama Samia. Makofi kwa Mama Samia. Na hata wanafunzi wetu wamekaa kwa furaha na amani kwa sababu ipo serikali inayokerwa na changamoto za wananchi, ipo serikali inayotatua matatizo ya wananchi, ipo serikali iliyo karibu na wananchi. La mwisho, niendelee ndugu zangu wana Momba, na hasa hapa katika halmashauri ya Tunduma. Hapa tuna kesi nyingi za ulawiti. Uongo kweli? Hizi kesi wahalifu ni ndugu zetu. Hakuna mhalifu anayetoka mbali na sisi. Kama sio ndugu yako, shangazi, mjomba au mtoto wa kaka yako, ni jirani yako. Kama sio jirani yako, basi ni mtu ambaye amekuja, ni mgeni. Tunawajua wahalifu wenye tabia na ulafi wa namna hiyo, tunawajua. Tuwaripoti kwenye vyombo vya usalama. Jeshi la polisi litaendelea kuchukua hatua, na namwagiza rafisi wetu tunaye hapa ahakikishe kesi za aina hii za ulawiti zipelekwe haraka, upelelezi ufanyike haraka, wafikishwe mahakamani na wakapate wanachostahili. Sawa sawa ndugu zangu. Na naambiwa hapa kuna mila potofu ya kwamba ukilawiti mtoto ndio upate mali. Hakuna mali za hivyo, utaishia jela. Nani amewaambia ukilawiti unapata mali? Wao wameambia zile mila potofu kipindi kile, albino si mkono albino unaukata eti upate mali, uwe mbunge, wanasiasa. Ingekuwa hivyo wote tungekuwa wabunge. Uongo kweli? Haya, huyo mganga anayekudanganya kalete mkono wa huku, nenda kalawiti mtoto. Mbona wewe hapaka hajamlawiti? Kama yeye kwani yeye mganga huyo hataki mali? Mambo potofu, mila potofu hizi zinatuathiri. Hapa Tunduma nikaambiwa mlianza mchezo mbaya. Wa kusema eti akishikwa bega nyeti inapotelea wapi? Si ndio hapa yatokea haya? Sasa kwa dhibiti. Ndio. Yalitokea ilikuwa ni mila potofu na uongo na uzushi. Hata hii ya kulawiti ni uongo na uzushi, hauendi popote, mwisho wa siku utaishia jela. Nataka niwaambie ukweli. Jeshi la polisi liko imara, hatutetereki, na serikali hii ni imara, haitetereki. Hakuna mtu wa kuteteresha serikali hii. Iko imara kulinda wananchi, kuleta maendeleo ya wananchi. Serikali hii iko imara, sio serikali legelege. Ukitaka kujua ziko unataka kujaribu, pima uone. Mwenye akili anapima serikali, na hata ukienda kwenye mto huo anapima kwa mti. Wewe ingiza mguu uone utakwenda na maji. Kwa hiyo serikali hii ni imara. Ni serikali halali iliyochaguliwa na wananchi. Asikudanganye mtu anasema rais hatumtambui. Wewe ulikuwepo kwenye uchaguzi.